Naam, hujambo mara tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati kama huu. Matumaini yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo. Nayo matumaini ya kwamba unayo furaha kutokana na ushindi wa Leopard kwa kufunga Nigeria. Mtazamaji, na kukaribisha kwa mara nyingine tena kufuata habari zetu kwa siku hii ya leo. Miongoni mwa habari tulizo kuandalia ni kwamba mapambano makali yameripotiwa siku ya Jumapili ya tarehe 16 Novemba 2025 katika maeneo ya Mai Mingi ya kwanza na ya pili ndani ya tarafa la Shabunda kwenye umbali wa kilomita 35 na kijiji cha Nzibira. Mapambano hayo yameanza tangu mida ya jioni kati ya vikosi vya waasi wa M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano nao wazalendo katika maeneo hayo. Duru zetu za habari zaeleza kwamba ni pale ambako waasi wa M23 walikuja kuvamia kambi za jeshi la taifa FARDC katika maeneo hayo. Raia wengi waliripotiwa kuyahama makazi yao kutokana na milio hiyo ya risasi yenye kusikika, ikiwa ni silaha nzito na zile ndogo ndogo. Baadhi ya raia wanaopatikana katika maeneo hayo wamejiuliza ni faida gani iliyopo ya makubaliano ambayo yaliweza kusainiwa huko Doha wakati ambako vita bado vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi zaidi kuhusu habari hizi ni katika taarifa zetu zinazofuata. Tuangazie habari zetu hizi na habari zingine zisemazo kuwa hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa katika tarafa la Walikale mkoani Kivu Kaskazini, ambako mapigano makali yamekuwa yakiendelea kwa siku kadhaa kati ya waasi wa M23 na jeshi la taifa FARDC wakishirikiana nao wazalendo. Katika grupimenti ya Nyamaboko ya kwanza ndani ya tarafa la Masisi, mapigano yalizidi kushika kasi tangu siku ya Ijumaa mosi ya tarehe 15 Novemba 2025. Baada ya kutoa kijiji muhimu cha Kazinga, waasi wa M23 waliendelea kusonga mbele kuelekea maeneo mengine jirani. Mashambulizi haya yamesababisha wananchi kukimbia kwa wingi kwa kuungua kwa makazi kadhaa na kuporwa kwa kituo cha afya kulingana mashuhuda wa eneo hilo. Wakati huo Bukumbirwa katika grupimenti ya Ikobo tarafani Walikale ulikumbwa tena na mashambulizi usiku wa kucha siku ya Ijumaa pili. Taarifa za wenyeji zinaeleza kuwa M23 walivamia ngome za wanamgambo wa SMC, hali iliyosababisha taharuki kubwa na kuwalazimu wakaazi kukimbilia misituni au vijiji jirani. Taarifa za awali zinaonesha vifo vya watoto wawili huku mwanamke mmoja akijeruhiwa katika ghasia hizo. Mapigano haya yanajiri wakati jitihada za kidiplomasia zinaendelea ili kurejesha amani katika eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na mizozo ya kivita. Kwa sasa wananchi wanasema wanaishi kwa hofu, wakihofia mashambulizi mengine kurejea wakati wowote. Tuangazie habari zetu na habari zingine hizi zisemazo kuwa jeshi la Burundi limekanusha taarifa za kuwashambulia na kuwakataza wananchi wa kabila la Kinyamulenge kwenda kuemea katika kijiji cha Minembwe, sekta ya Lulenge, tarafani Fizi, jimboni Kivu Kusini. Msemaji wa jeshi la Burundi, Brigedia Generali Gaspar, amekanusha kuwa hawana askari yoyote aliyoko katika maeneo ya Minembwe. Mwenzetu wa huko Burundi, Bukuru Elias Daniel, na ripoti kamili. Jeshi la Burundi limetoa taarifa baada ya wananchi wa maeneo ya Minembwe mkoani Kivu Kusini nchini DRC wakidai jeshi la Burundi kuwakataza kwenda kuemea kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa mjibu wa msemaji wa jeshi la Burundi, Brigadier General Gaspar Baratuza, amesema kwa taarifa hizo ni za uongo, akibainisha kuwa lengo la habari hizo ni kutaka kulichafua jeshi la Burundi. Ayo madrone bavuga ahaguruka i Bujumbura bahagaze hariya bayabona gute? Urumva imvugo zabo, ingwano y'ururimi niyo bakoresha kugira ngo bumvishe amakungu n'abandi batabizi
yuko hariho ikintu kiriko kiraba kidasanzwe. Ndege zisizokuwa na rubani zikitoka mjini Bujumbura, wao wakiwa kule walizionaje? Video mara nyingi ni ya mdomo ili waweze kuwaonyesha mataifa kuwa kuna kitu kibaya ambacho kiko kinafanyika. Lakini niwafahamishe kuwa taarifa hizo za kwamba wanajeshi wa Burundi wanawavamia wananchi, hizo ni taarifa za uongo. Wanajeshi wa Burundi hawamchokozi mtu yoyote, lakini kuwachokoza wanapaswa kujibu mashambulizi. Na tuna kambi sehemu mbalimbali, lakini maeneo ya Minembwe hakuna askari wa Burundi aliyeko kule. Waliandaa maandamano kwa kuwatumia watoto na wanawake katika kuyahada mataifa kwa kutaka kuwapiga vita wanajeshi wa Burundi. Niwaambie hasa katika maeneo ya Muramvya, Mugeti na Mazembwe, walipo Warundi waulize Wanyamulenge jinsi wanavyoishi vizuri, lakini hapo Minembwe wanapoishi waasi ndipo ambapo wako wanapiga kelele. Abarundi bari mubaze Abanyamulenge babanye nabo Barundi ingene barema amasoko kangorane bidegemvya kandi bavugana neza n'Abarundi, ariko aho Minembwe bari kumwe n'abansi nibo bari kubavuza marubu. Tuangazie habari zetu hizi na habari zisemazo kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi amempokea Jumapili ya tarehe 16 Novemba 2025 mwenzake wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Mengi zaidi naye mwenzetu Safari Dilwe Alimasi kwa ripoti kamili. Naam. Marais hao wawili walizungumza pamoja kwa takriban dakika 30 kabla kuendelea na mazungumzo pamoja na wasaidizi wao. Lengo lilikuwa ni kuratibu misimamo yao juu ya masuala mbalimbali ya kimataifa na kikanda kwa mujibu wa taarifa kutoka Ikulu. Kwa upande wa ushirikiano wa pande mbili, Kinshasa na Gitega wameamua kuimarisha ushirikiano wao katika sekta ya kilimo. Hati ya makubaliano imesainiwa ikihusu hasa urafiki wa kilimo, mafunzo, kubadilishana wataalamu, kupambana na magonjwa ya mimea, viwanda vya kilimo na utekelezaji wa miradi ya pamoja. Viongozi hao wawili pia wanataka kuharakisha miradi mingine muhimu hasa inahusiana na maeneo ya mipakani, usafiri na biashara kwa kutoa msukumo wa kisiasa kwa wizara husika. Kwa upande wa kikanda, majadiliano yalihusu kuratibu misimamo kwenye ukanda wa maziwa makuu kuelekea mikutano ijayo ya CIRGL na pia kuimarisha mshikamano wa kikanda dhidi ya changamoto za kiusalama. Ziara hiyo imefanyika wakati ambapo DRC na Burundi zinaendelea kutekeleza makubaliano yaliyosainiwa mwaka 2021 ikiwemo mradi wa reli wa kiwango cha kimataifa unaounganisha mji wa Uvira na Kindu. Mnamo Agosti 2023, Ndayishimiye alisema kazi zinaendelea vizuri, akitaja maendeleo nchini Tanzania na hatua ya uchunguzi unaofanyika na sehemu ya Gitega, Bujumbura, Uvira na Kindu. Tangu kuanza kwa mgogoro kati ya DRC na Rwanda, uhusiano kati ya Kinshasa na Gitega umeimarika. Burundi mara kwa mara huonyesha uungwaji mkono kwa DRC katika mikutano ya kikanda. Evariste Ndayishimiye ambaye ni rais wa Burundi ndiye kiongozi pekee wa ukanda huo aliyekubali kufanya mazungumzo na waasi wa Burundi walioko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Burundi pia imekuwa ikipeleka majeshi mashariki mwa DRC tangu kusainiwa kwa makubaliano ya usalama na DRC mnamo Septemba 2023. Makubaliano hayo yamehalalisha uwepo wa jeshi la ulinzi wa taifa la Burundi katika ardhi ya Kongo. Takriban wanajeshi 14,000 wa Burundi kwa sasa wapo mashariki mwa DRC hasa dhidi ya waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda. Mtazamaji na msikilizaji, na kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku hii ya leo. Tunakusamini kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Hatuna la ziada, tunasema kwaheri.